ifuatavyo. Bismillahirrahmanirrahim. Tunaanza kusoma kwa kutanguliza jina la Allah, mwingi wa rehema, mwenye kurehemu. Ya bani Adam, enyi watoto wa Adam, khudhu zinatakum inda kulli masjidin, chukueni mapambo yenu mjipambe nayo kila mnapotaka kuswali. Ai, maana yake albisu afkhara thiyabikum, vaeni zile nguo zenu ghali, zile nguo zenu za fahari, zile nzuri zao, wa athariha, na zilizokuwa safi. Yani uwe msafi, uvae vizuri. Inda kulli salatin au tawafi, kila mnapotaka kusali au kutufu. Mkifanya ibada zinazokukurubisheni na Mola wenu, pale ndo mjipambe, mpendeze. Vaa kanzu yako safi, nadhifu, alafu nzuri. Sio ile mbovu mbovu. Nzuri ufanye ya kutokea auti. Sivyo hivyo. Ile nzuri ndo uvae mbele ya Mola wako kwenye mambo matukufu kama hayo. Wakulu washrabu, alafu kuleni na kunyweni katika neema alizowapa Mola wenu. Kuleni mpendavyo, kunyweni mpendavyo, wala tusrifu, lakini msifanye israfu. Na mpendavyo sio vile mnavyopenda katika nafsi zenu, ni katika vya halali. Kulu mimma fil ardi halalan tayyiba, kuleni katika vizuri vinavyopatikana hapa ardhini, lakini mjitahidi mvipate kwa njia za halali, na vile mlivyohalalishiwa vilivyokuwa vizuri kwa matumizi ya afya zenu. La tusrifu fi zinati wal akli washurbi, nyanja zote hizi, kwenye mavazi, kwenye mapambo, kwenye vyakula, kwenye vinywaji, hamtakiwi mfanye israfu. Ndio maana ukaambiwa isbalu thiyabi jarima, kuvaa nguo mpaka ikawa inaburuza chini kwa mwanamume ni kosa. Kwa hiyo usifanye israfu katika kuvaa kwako. Vaa nguo ya thamani nzuri inayokupendeza, lakini katika mavazi usifanye israfu. Kula chakula bora kizuri cha thamani chenye faida na wewe, lakini kwenye kula usifanye israfu. Kunywa vinywaji vizuri vyenye maana vinavyo faida na wewe, lakini kwenye vinywaji usifanye israfu. Wakulu washrabu wala tusrifu, kuleni kunyweni, lakini msifanye israfu. La tusrifu fi zina, msifanye israfu kwenye mapambo, mavazi yani. Wal akli washurbi, wala msifanye israfu kwenye kula na kunywa. Bima yadurru bin nafsi wal mali, israfu huwa ni katika mambo ambayo yanapelekea madhara kwenye mwili wako mwenyewe na pia uharibifu wa mali yako. Usifanye kitu ambacho kitakupa shoti kwenye mali au kitakupa madhara kwenye mwili. Haipendezi au haitakiwi. Innahu la yuhibbul musrifin, Allah hawapendi watu wenye kufanya israfu. Israfu huwa ni fujo ya matumizi yasiyostahiki. Kwa hiyo uwe na budget bwana. Unapofanya manunuzi, mapishi, matayarisho ya mlo, ufanye kiasi ya haja, kama Mtume alivyokuwa anasema, nahnu qaumun la naakul hatta najua wa idha akalna la nashba. Sisi ni watu hatuli mpaka tusikie njaa, na hivyo tukisikia njaa tukala, hatuli tukafakamia mpaka tukavimbiwa. Yani unakula mlo kiasi ya haja, hapa inatosha, acha. Kwa hiyo makadirio yako ya chakula yawe kiasi hicho. Ukiongeza ni kwa sababu nyumba yangu haishi wageni, naongeza akitokea mgeni naye apate riziki yake. Kwanza waumini wanakuwa wakarimu, kama Nabii Ibrahim tunavyoona, kapata wageni kakimbilia fasta kwenda kuwafanyia dhiafa.
Kwa hiyo fanya mahesabu yako, sio upike ule mpaka vingine unatupa kwenye debe au jani. Hiyo ni israfu sasa, na Allah hapendi israfu. Kuwa makini kwenye matumizi, kwenye mavazi yako, chakula chako, kinywaji chako, usifanye fujo ya matumizi. Innahu la yuhibbul musrifin, hakika Allah hawapendi wenye kufanya fujo ya matumizi, watu wenye kufanya israfu. Almusrifin yani almutaaddina hudud Allah, wale wanaochupa mipaka ya Allah, fima halla wa harrama, kwenye alivyowahalalishia au alivyowaharamishia. Wakichupa mipaka hiyo wanafanya israfu pia. Qul, sema ewe mtume, man harrama zinata Allahi allati akhraja liibadihi, ni nani aliyeharamisha pambo la Allah, vitu vizuri vizuri vya Allah ambavyo hapa duniani amevitoa kwa ajili ya matumizi ya waja wake. Watayibati minar rizqi, na nani aliyeharamisha riziki nzuri nzuri? Nani kaharamisha? Yani ukila vizuri, yule tena anafanya fujo, anafanya jeuri. Kala kizuri, hajamwaga, hajatupa, hajafanya ubadhirifu, ndio inavyotakiwa. Ale vizuri, anakaa pazuri mwenyewe nadhifu mahala pake, ndio inavyotakiwa. Kavaa vizuri, anapendeza, ndio anavyotakiwa awe. Sasa nani aliyeharamisha kwamba usivae vizuri, usile vizuri, usikae pazuri, na vizuri vizuri vyote vya ambavyo Allah amevijalia kwa ajili ya waja wake? Qul ya Muhammad, sema ewe mtume Muhammad, lihaula'il jahala, waambie hawa watu wajinga majahili, minal arabi, katika Waarabu, hawa jamaa zako wajinga wasioelewa, waambie. Alladhina, hawa ni watu ambao yatufuna bilbaiti ura, wanatufu kwenye nyumba ya Allah wakiwa uchi, hawavai nguo. Wao wanaona ndo ucha Mungu. Ucha Mungu, na ili upendwe ujidhalilishe, na Allah mwenyewe anasema wama kana salatuhum inda albayti illa mukaan wa tasdiya. Sasa waambie alowaharamishia nani? Tumepita kwenye suratul An'am, mpaka vyakula walikuwa wanaweka mipaka. Nyama wa aina hii haramu kwa wanaume, watakula wanawake. Nyama wa aina hii ni haramu kwa wanawake, wanakula wanaume. Akiwa hivi hivi, wanajiwekea tu taratibu za ovyo ovyo. Kawaambia nani? Qul ya Muhammadun, sema ewe Muhammad, lihaula'il jahalata, waambie hawa wajinga, minal arabi, katika Waarabu, alladhina, ambao yatufuna bilbaiti uratan, wanatufu kwenye Al-Kaaba wakiwa uchi. Wayuharrimuna ala anfusihim, halafu wana tabia ya kujiharamishia. Wao wenyewe wanatengeneza kanuni za maisha za kujiharamishia. Ma uhillat lahum min at-tayyibati, vitu vizuri vizuri walivyohalalishiwa. Wanasema hichi haramu, hichi haramu, hichi haramu. Uharamu huu mumeutoa wapi? Nani kawaharamishia? Man harrama alaykum at-tajammula bithiyabi, yani anaambiwa mtume, qul lahum, waambie hawa watu, man harrama alaykum, nani aliyekuharamishieni at-tajammula bithiyabi, kujipamba vizuri kwa mavazi? Aliyekuharamishieni kuvaa vizuri ni nani? Mavazi ambayo allati khalaqaha Allahu linaf'ikum mina nabati, Allah amekuhalalishieni, ameumba kwa ajili yenu vitu hivi vizuri ambavyo vinapatikana kwenye mimea. Kuna miti ambayo inatoa vitu tunavyotengenezea nyuzi, tukafumia kwa nyuzi hizo vitambaa tukashona nguo kama pamba, sufi. Na katika miti mingine hata magome yake yanafanywa nyuzi laini. Hata katika baadhi ya matunda mnatengenezwa, matunda ya mingine yako yana nyuzi ngumu, zinatengenezwa vitambaa kama vile vinavyoitwa vya polyester.
pengine ni nyuzi za moyo wa nanasi tu, inatengenezwa kitambaa laini, hakitaki moto mwingi ukipiga pasi, lakini kitambaa chake kizuri, unavaa unapendeza. Yani vitu vingi vimo kwenye hizi neema za Allah, kwenye miti, mimea. Sasa aliyewaharamishia hivi vitu vimeumbwa kwa ajili yenu. Halafu wewe unaenda mahala patukufu pa kufanya ibada uchi. Yaani unasema ndo ninajipendekeza kwa Mola wangu, najidhalilisha mbele yake. Nguo unazo ukatufu uchi, ukaswali uchi, halafu useme huo ndo ucha Mungu. Nani kakwambia hivyo? Walmustaladhati minal maakili wal masharibi, na ni nani aliyewaharamishia vitamu katika vyakula na vinywaji? Walistifhamu lilinkari watawbih. Aya iko katika mfumo wa suala, lakini suala hili maana yake Allah ndo anakataa. Hakuna aliyewaharamishia hivi vitu vizuri, nyie wacheni ujinga, tumieni kwa sababu vimeumbwa kwa ajili yenu. Na haswa mahala mkubwa mzuri mtukufu kama humu kwenye ibada, ndo mjipambe, muvae vizuri. Wakati wa kula, kuleni vyakula vizuri kabisa kwa kuzingatia afya za miili yenu. Allah anampenda muumini mwenye nguvu kuliko muumini dhaifu, japo wote waumini, lakini yule ambaye kashiba na nguvu Allah anampenda zaidi. Kwa hiyo mwili wenye nguvu unajengeka kwa sababu ya vyakula. Tafuta vyakula vyenye maana ule, uwe smart. Tafuta nguo za maana uvae. Ukivaa vizuri, mwili uko vizuri, unakuwa na nguvu ya kufanya ibada mbalimbali zile zinazohitaji mwili kujituma. Lakini utaswali alafu huko una njaa, masaa 10 hujala, hata concentration kwenye akili inapungua. Kwa hiyo kula vizuri kiasi ya haja bila kufanya israfu, maana hata ukivimbiwa pia huswali vizuri. Gesi itakuwa imejaa, pumzi juu, ufanye vizuri. Kula kiasi ya haja, na vaa vizuri mwenyewe, uwe nadhifu, ufanye ibada zako. Qul, sema ewe mtume, hiya lilladhina amanu fil hayati dunya. Hivi vitu vizuri hapa duniani vipo haswa kwa ajili ya waumini. Waumini hasa ndo wenyewe wanaotakiwa wanufaike na neema za Allah. Wao ni waajiriwa, wamepewa majukumu ya kiutendaji. Kwa hiyo wamepewa na hizo ofa za vitu vizuri watumie. Lakini na makafiri wananufaika navyo vizuri. Ila hivi vizuri hivi khalisatan yawmal qiyama, hivi vitakuwa ni kwa waumini tu peke yao, mahsus baada ya maisha haya.